la Yesu tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe tena siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe. Sogea mbele. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Tutasimama tu tuweke mikono yetu juu tumshukuru Mungu kwa umbali huu ambao ametuleta kwa mwaka mzima katika jina la Yesu. Nataka uinue sauti yako, paza sauti yako, mwambie Bwana asante kwa kuniongoza mwaka mzima, asante kwa kunileta mwaka mzima, asante kwa kunisaidia mwaka mzima, asante kwa kunipigania mwaka mzima. Ni mengi umepitia, lakini Bwana amekusaidia. Ni njia nyingi ambazo umepitia, lakini Bwana amekusaidia. Umbali huu wote tunasema ni Mungu. Umbali huu wote chukua nafasi ya kumshukuru Mungu, bali utazikumbuka njia ambazo Bwana alikupitisha kwa miaka 40. Hivyo kushukuru Mungu na kuweza kukumbuka yale ambayo umepitia mwaka huu katika jina la Yesu. Bwana ni asante. Bwana ninakushukuru, Bwana ninakutukuza kwa sababu ya mwaka huu wa mwaka 2025. Baba ninakupa sifa, Baba ninakupa utukufu, Baba ninasema ni asante katika jina la Yesu. Umekuwa mwema Bwana, umekuwa msaada Bwana kwa mwaka mzima Bwana. Ninapomalizia mwaka Baba ninasema ni asante. Baba ninasema utukuzwe, Baba ninasema uinuliwe, Baba ninasema uhimidiwe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakupa sifa Bwana kwa maana hautaniacha. Umenishika kwa mkono wa kuume wa haki yako, umeniongoza Bwana, umenitawala Bwana, umenisaidia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa mchungaji wa maisha yangu katika jina la Yesu. Katika malisho ya majani mabichi umenilaza, kando kando ya maji ya utulivu umeniongoza. Umehuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Ulipopita katika bonde la uvuli wa mauti, sikuogopa mabaya, kwa kuwa Bwana umekuwa pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako Bwana vimenifariji mwaka mzima katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema wako na fadhili zako zimenipata mwaka mzima, na nitadumu nyumbani mwako katika jina la Yesu Kristo. Nasema utukuzwe, nasema utukuzwe, na kutangazia kumaliza vyema, na kutangazia kumaliza vyema, na kutangazia kumaliza vyema mwaka huu. Ninatangaza utamaliza vyema. Tangaza ninamaliza vyema. Tangaza namaliza vizuri, na kutangazia kumaliza vizuri. Kila mipango ya kusababisha umalize vibaya na katana nayo, haitafaulu, haitafanikiwa, haitafaulu, haitafanikiwa, haitafaulu. Kila mipango ya kusababisha usimalize vizuri, natangaza umalize vizuri, natangaza umalize vizuri, natangaza umalize vizuri, natangaza umalize mwaka huu vizuri. Ninashukuru Bwana, shukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru
Tunaongea kuhusu kweli, knowing the truth, kwa sababu tulikuja kugundua vitu kadhaa ambavyo vinapatikana kwa kweli. Jambo la kwanza tukapata ni kwamba Yesu mwenyewe ndiye kweli. Yesu mwenyewe ndiye kweli. Tukapata ya kwamba kweli pia ni neno la Mungu, na pia tukaona ya kwamba kweli ni silaha ya kupigana vita vya uongo. Kweli ni silaha ya kupigana vita vya uongo. Tukapata pia kweli ni ngao. Kweli ni ngao, kumaanisha kwamba mishale ama silaha ya uongo haiwezi ikapita kwa hii ngao, haiwezi ikapita kweli ikakufikia. Kwa hivyo tunatumia kweli kukinga uongo usiweze kucorrupt mawazo yetu. Na pia tukaona ya kwamba pia kweli ni fence. Ukiwa na ukweli uko na ulinzi, hauna hofu. Wale ambao wamezingira kwa mazao na ulinzi na fence nzuri ama ukingo mzuri, wanakuwa na amani hata wanapolala. Kwa hivyo walio na kweli wako na ulinzi, wanakuwa na utulivu na wako na amani. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba ukweli inapeana pia spiritual freedom. Spiritual freedom. Walio na ukweli wanapokea uhuru wa kiroho. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tukaona ya kwamba pia life is in the truth. Bwana Yesu asifiwe. Maisha, uzima, uhai uko katika kweli. Kwa hivyo wakati unapata hii kweli, haya mambo yote unayapata. Bwana Yesu asifiwe. Na twende tuangalie kitabu kile cha Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. My people, huyu ni Mungu anaongea, na anaongea kuhusu watu wake. Anasema watu wangu wanaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini kuna cha kwanza hatutasema they lack knowledge kwanza. It is because you have rejected knowledge. Hawajakosa ufahamu kwa sababu ufahamu hakuna. Nataka tuunganishe mambo haya mawili. Sababu ya distraction kwa maisha yao, they lack knowledge. Na kile kimesababisha they lack that knowledge si kwa sababu haipatikani. Unaweza ukakosa kwa sababu hakuna. Amen. Unaweza ukakosa kwa sababu hakuna. Unaweza ukakosa kwa sababu umetafuta umekosa. Lakini Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu wameikataa. Kwa hivyo ipo ni wao wameikataa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ukosefu mwingine wa elimu ya Mungu ni kwa sababu umeikataa. Iko lakini ni kuikataa. Si eti hakuna. Elimu ipo lakini ni wewe unaikataa. Na tuliona sababu ambayo inatuma tunaikosa. Hatutatumia neno imekosekana. Umekosa elimu kwa sababu umeikataa. Kwa sababu ya kuikataa. Si kwa sababu elimu hii imekosekana. Si kwa sababu elimu hakuna, bali ni kwa sababu elimu ipo. Lakini wewe ndio umeikataa. Wewe ndio umeikataa. Wewe ndio umeikataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uangamifu ambao unaendelea, Mungu anakuangalia tu ukiangamia. Wapendwa, kuna mahali ambayo haitaji maombi. Kuna sehemu ambayo haitaji kufunga. Kuna sehemu itasimamisha kile kitakacho
kitakachosimamisha uharibifu wa shetani kwa maisha yako ni wakati utaanza kukubali elimu ya Mungu. Kwa sababu elimu ya Mungu inasimamisha uharibifu wa shetani kwa maisha yako. Sijui Mungu akusaidie na uelewe nguvu ya elimu ya Mungu katika maisha yako. Ni nini elimu ya Mungu inafanya kwa maisha yako? Nguvu ya kumjua Mungu. Kuna nguvu katika kumjua Mungu. Kuna nguvu katika kukua kwa kumjua Mungu. Vile ulimjua sivyo unamjua. Vile unamjua leo sivyo utamjua kesho. Wapendwa, kuna nguvu katika kukua katika kumjua Mungu. Na mimi ninaomba katika jina la Yesu, hata tunapoingia mwaka mpya, matamanio ya moyo wako na maombi yako kubwa iwe ni kwamba sitalikataa elimu ya Mungu, nitakubali elimu ya Mungu. Hata watu wanakufa na chakula ipo, ni kwa sababu wamekataa kufanya nini? Kukula chakula, ndio maana wanakufa. Lakini hatutasema chakula imekosekana, ni wao wamekataa kukula chakula. Kwa hivyo hapa neno tuangalie sasa, tunakataa aje elimu ya Mungu? Because you have rejected knowledge, kwa maana umekataa elimu. Na tulisema tunaikataa namna gani? Kila mara unapokosa kusoma neno la Mungu, na lipo ni kuikataa, kwa sababu unapaswa kusoma neno. Uko na Biblia hausomi, haukosi kusoma kwa sababu hauna Biblia. Kuna mwingine anasema pastor, hata Biblia sina, lakini wewe uko nayo lakini hausomi. Hiyo ndio inaitwa kukataa. Uko na simu, unaweza ukapata mahubiri mengi mazuri, lakini hau download mahubiri, umedownload vitu vingine. Si eti hauna uwezo wa kusikia, uko nayo, lakini ni wewe umekataa. Unaweza omba lakini hauombi, umekataa kuomba. Hivyo ndivyo tunakataa, na kwa sababu ya kuikataa inaleta ukosefu. Sasa nataka uelewe ya kwamba watu wa Mungu wamekosa elimu kwa sababu ya kuikataa, si kwa sababu wameikosa. Kuna watu hawana elimu, maana hata elimu hakuna. Tunaelewana? Lakini anaongea kuhusu watu wako. Watu wako hawaangamii kwa sababu elimu imekosekana. Wanaangamia kwa sababu elimu imekosekana ndani yao. Ndani mwao ndio hawana elimu, lakini elimu ipo. Na kama elimu ipo na ndani mwako hakuna, basi ni kuikataa, umeikataa. Ndio maana hauna hiyo elimu. Kwa hivyo nataka kuanzia leo kubali neno la Mungu. Kubali kusoma neno. Kubali kusikiliza Injili. Kubali kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini? The more you get the knowledge of God, the less Satan controls your life. The more you get the knowledge of God, the less Satan controls your life. Mamlaka ingine ambayo tumempatia shetani ya kutupeleka vile anataka ni kwa sababu ya ukosefu ya hii elimu ya Mungu. Leo nataka nitangaze pia elimu ya Mungu ndani ya maisha yako. Unamnyima shetani kukupanga vile anataka. Unamnyima shetani kukukontrol kama TV ikitumiwa na remote vile anataka kukontrol maisha yako. Bwana asifiwe sana. Hapana invest sana kwa kuomba na hauja invest kwa knowledge. Maana tumeinvest sana kwa maombi lakini hatuja invest kwa knowledge. Hayo ni mambo mawili tofauti. Shetani bado atakuchezea.
Kumbuka tulisema kuanzia Mwanzo Genesis chapter 3, wakati shetani anakuja kwa believers, anakuja akiwa mwerevu, hakuji akiwa mjinga. Wakati shetani anakuja kwa believers, anakuja na akili, hakuji tu na ujinga. Anakuja na akili. Sasa kama shetani anakuja na akili, hautamshinda kwa kuomba, utamshinda kwa kujua. Ujanja wa shetani haujulikani na maombi. Njia na plan za shetani hazijulikani na maombi, zinajulikana na knowledge. Maana akija, anakuja na elimu, anatumia akili ya kusoma, anatumia jinsi atakupanga, jinsi ataingia. But knowledge ya Mungu inakusaidia kugundua ujanja na ukora wa shetani. Ndio maana Waefeso 6:11 imetuambia vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila, ujanja wa shetani. Hapo mwanzo shetani alishinda kwa sababu mwenye alimwendea hakuwa na elimu. Si eti yako kwa na Mungu, walikuwa na Mungu na Mungu alikuwa anawatembelea kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alikuwa anawatembelea kila mara, na hapo shetani hakuogopa kwenda. Kenye kilituma shetani hakuogopa ni kwa sababu hata huyo Mungu anakutembeleaga uko na yeye, lakini haumjui. Hiyo kutokumjua ndio inatupatia nafasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati shetani anakuja na akili na ujanja wake, wewe kukua na Mungu hayamtishi. Kenye kinamtisha ni wewe kujua Mungu. Unajua upande wangu niko na Mungu, asante. Unajua nini? Hiyo yote ni sawa, lakini shida ni kwamba mwenye uko na yeye hamjui. Na shetani akikuangalia vile unapaleta, naona hata wewe humjui, then hiyo inampatia nafasi ya kufikia maisha yako, na umeokoka na anafanya vitu, unabaki ukishindwa. Alipitia njia gani? Alipitia barabara ambayo umemtengenezea, inaitwa barabara ya ujinga, barabara ya kutokumjua Mungu uliye na yeye. Hiyo ndio kila mara shetani anapitia. Shetani akija na nguvu utamjua. Kama wewe unaomba utamjua. Kama uko kiroho utamjua. Narudia tena. Shetani akija kwa nguvu, kama wewe unaomba, hiyo utaisikia. Utaisikia. Shetani akija na nguvu zake zote, kama wewe unafunga utamjua. Utamjua. Lakini kama wewe unafunga na kuomba peke yake, akikuja na ujanja, itakuwa vigumu kwa wewe kumjua. Hapo sasa unahitaji knowledge. Hapo sasa unahitaji knowledge. Knowledge ya Mungu ndio itakusaidia kutambua ujanja wa shetani kwa maisha yako. So, nguvu za maombi na nguvu za kufunga zitakusaidia kumsense na mapema akikuja na vurugo zake na hizo vitu zake utampata. Lakini wakati amekuja kwa barabara ya uwerevu, akitumia akili, akitumia plan, mpendwa, hapa maombi haitamuona. Hapa ni knowledge ulionayo ndio itakusaidia kuona hii plan, kwa sababu elimu ya Mungu ni mwangaza kwa muumini. Kwa hivyo hautakuwa na giza, utaona the plan na utaona vile anakuja na utadiscover hii ni shetani. Because wakati shetani anakuja na akili, let me tell you, hautawaza ni shetani. Wakati shetani pengine anakuja na fujo na nguvu na hizo yote, utajua hii ni shetani. Wakati anakuja na uharibifu, utamuelewa hii uharibifu. Wakati anachafua bahari, wakati anakuja na upepo, wakati anakuja na vurugu, utagundua hizo hizi, kwa sababu utaona ishara kama hizi vitu ya shetani. Lakini wakati shetani anakuja na plan, anakuja akiwa msono na kuambia, tukiangalia hakuna demon, hakuna pepo hata wale moja. Hapa ndio shetani anakuja anafanya vitu, hakuna siku utasense demon. Wakati shetani anakuja na akili, hautawahi sense kuna demon kwa hii nyumba. Hautawahi sense kenye kinaendelea kupiga maisha yako ni shetani anakupiga. Kile kenye utaona, hii ni kawaida ya maisha. Nataka unishike vizuri hapa.
Wakati shetani amekuja na fujo zake, wakati amekuja kuua, wakati amekuja kuharibu, wakati amekuja kuiba, utaangalia utaona hizi hapana, hizi ni za shetani. Lakini wakati anakuja na plan, hakuna kelele, hakuna nini, hapo shetani anakuwa hakuogopi, kwa sababu haujui. Bwana asifiwe. Kwa sababu akikuangalia anaona ufanye nini? Haujui. Na hapo ndiye anakuja anakugonga. Ukiangalia vile umegongwa, hautasema ni shetani, utasema inaonekana hiyo biashara sikufanya vizuri. Vile atakuchezea kwa biashara yako, hautaona shetani, utaona uchumi ni mbaya. Uchumi. Kila mara shetani akija kwa akili na kuambia, utakuwa na sababu. Kwa sababu itaonekana kana kwamba ni kawaida ya mwanadamu. Kumbuka, kuna mambo yanakutendekea ambayo ni kawaida ya mwanadamu. Tunapaswa kujua hivyo. Kuna mambo yananitendekea kwa sababu mimi ni mwanadamu na tena niko chini ya jua. Kuna mambo yatanipata. Bwana asifiwe. Akikupiga wakati wa mvua na achilie magonjwa wakati wa mvua, nataka nikwambie, wakati ametumia akili, hakuna shetani utaona. Utasema na weather imebadilika, baridi ni nyingi. Wakati shetani anakuja kupiga kwa akili, nataka nikwambie, hautaona pepo. Hakuna pepo utaona. Utasema na inaonekana siku hizi natumia pesa vibaya. Hakuna mahali utaona shetani. Kenye kitakusaidia kudiscover hii ni mkono ya shetani ni knowledge ya Mungu. Maana elimu ya Mungu inaelimisha, inakutoa kwa giza, inakuwezesha kumuona vizuri. Ni kama wale wanajeshi, kuna miwani wanavaa, vile wanaona sio vile sisi tunaona. Yeye akiangalia hivi maisha yako, mali yote iko chuma, yeye anafanya nini? Anaona mfupa wako na anaona chuma. Kwa hivyo akikuangalia hivi anaona chuma. Elimu ya Mungu inafungua macho yetu. Shetani akija amevaa suti mzuri, amejipaka perfume mzuri na amebeba Biblia, ukimwangalia unamuona uchi na unaona shetani. Wakati uharibifu umefanyika kwa nyumba yako kwa njia ya akili, kwa sababu ya elimu ya Mungu, utaona mkono wa shetani. Bwana asifiwe. Haleluya. So wapendwa, tukubalini neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tukubalini nini? Neno la Mungu. Tulikubali katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Yohana 1:1 pale, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Yohana 1:1 tunaendelea kuongea kuhusu ukweli. Tuliona pia ukweli ni neno la Mungu. Ukweli ni Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 1:1 ya kwamba in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wakati tunakataa elimu ya Mungu, tunamkataa Mungu. Wakati tumekataa elimu ya Mungu, tunamkataa Mungu. Tunakataa kumjua Mungu. Na ninasisitiza, Mungu uliye na yeye unapaswa kumjua. Mungu uliye na yeye unapaswa kumjua. Kumjua ni nguvu kushinda kukua na yeye. Ni vibaya sana kukua na kitu na ujui value ya hiyo kitu, au ujui umaana wa hiyo kitu. Haitakusaidia. Ni ya maana wapendwa, na tumjue Kristo, na tumjue Mungu, kwa sababu tusione tu neno la Mungu. Nataka tuone ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo kila mara unapopokea hili neno, ni nini linafanyika? Kupokea neno ni kumjua Mungu. Kila mara unapolisikiliza neno, ujue ni kumjua, unamjua Mungu. Ni kuendelea kumjua, unamjua Mungu ambaye umempokea. Na kuna nguvu, kuna mabadiliko
Mungu miaka 50 na mtu ambaye amemjua Mungu miaka 2. Kuna tofauti ya mtu ambaye amekaa na Mungu miaka 50 na mtu ambaye anamjua Mungu miaka mingapi? 2. Hawa ni watu wawili tofauti. Afadhali huyu wa miaka 2 kushinda wa miaka 50 ambaye amekuwa na Mungu na hamjui. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua Mungu anaweza kuongea kukuhusu, anaweza sema mengi kukuhusu, lakini unajua bado haumjui. Sijui kama tunakumbuka mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Mungu alisemaje? Alimwambiaje shetani? Hapana aliye kama Ayubu, kamilifu, mwelekevu, anaepukana na mabaya. Mpaka Mungu anaongea kumhusu. Alafu pande nyingine Ayubu anasemaje? Huwa nasikia tu kuhusu Mungu lakini sijawahi kumuona. Na upande mwingine Mungu anatoa testimony kubwa kumhusu. Angalia, hiyo ni uhusiano wa baba na mtoto. Mungu alisimama katika uhusiano wa baba na mtoto. Huyu ni mtoto yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini upande mwingine mtoto hajui baba yake. Huwa anamsikia. Lakini baba anatoa ushuhuda kumhusu kwa sababu baba anajua mtoto yake. Mungu alikuwa anamjua Ayubu lakini Ayubu alikuwa hamjui Mungu. Na tunaona kila mtu akiongea upande wake. Mungu anasema ya kwamba anatuelezea kuhusu Ayubu ni nani. Kumaanisha kwamba Mungu alimjua Ayubu. Akasema ni mwelekevu, ni mwaminifu, anaepukana na mabaya, ni mtoaji. Huyo ndio Ayubu. Mungu anasimama vizuri, anasema Ayubu nimemsoma, ninamjua. Na that's why Mungu anakujua. Geukia mwenzako mwambie Mungu anakujua. Na amekuchora katika vitanga vya mikono yake, uko mbele zake kila mara. Mungu anakujua. Shida tulionayo ni wewe haumjui. Yaani Mungu anaongea yote kuhusu Ayubu lakini Ayubu anasema mimi huwa nasikia tu watu wakitoa testimony juu ya Mungu. Nasikia kuhusu huyu Mungu lakini Ayubu anaenda kutoa sadaka, kutoa sacrifice kwa huyo Mungu. Na Ayubu bado ni mwaminifu kwa huyo Mungu. Ayubu ni mwelekevu kwa huyo Mungu. Mpendwa, unaweza kuwa mwaminifu kwa yeye mtu ambaye haumjui. Paulo alitembea ni wa Korintho ama ni wa Efeso, akapata wameandika kwa Mungu asifani asiyejulikana. So walikuwa wanamwabudu lakini hawawezi wakaelezea kumhusu. Walikuwa wanamwabudu, wanajikata, wanafanya vyote na wanamfanyia na wanamfanyia, lakini ukiwaambia tuelezee kuhusu Mungu mnayemwabudu hawawezi. Wapendwa, hiyo hali ndio tuko nayo siku ya leo. Hiyo hali ndio tuko nayo siku ya leo. Wapendwa, tunampenda Mungu sana. Unampenda sana lakini haumjui. Hauwezi mwacha lakini haumjui. Unamtumikia lakini haumjui. Ayubu akasema mimi nasikiaga tu. Ayubu sadaka alikuwa unaenda tu, nilikuwa tunaenda kumtolea Mungu wa ukweli. Wapendwa, unahitaji kwenda zaidi umjue. Unajua yeye ni Mungu wa ukweli, yeye ndiye amekuokoa, lakini unahitaji kumjua yeye ni nani. Napenda mtumishi wa Mungu Musa alikataa kuenda, akashindwa. Huyu Mungu mimi simjui. Na ninaenda nitawaambia ni nani. Nahitaji kujua ni nani amenituma. Ndio nikienda naweza nikaelezea watu kuhusu ni nani. Lakini leo watu wanadhamini sana vipawa kushinda mwenye anapeana vipawa. Musa hakudhamini kipawa. Musa alisema mwenye umenipea kipawa nataka kukujua. Musa hakuenda Bible school kufunzwa vile atatumia kipawa chake. Tumeenda sana, tumefunzwa, tumeongeleshwa, tumeambiwa mengi sana kuhusu vipawa vyetu, lakini hatujafunzwa na hatujakujua mwenye ametupatia vipawa. Hatuna shughuli na yeye. Afadhali ukose kwenda Bible school, afadhali ukose hizo zote, lakini umjue mwenye amekupatia hiyo kipawa itafanya maajabu. Maana ukimjua mwenye kipawa atakuambia zaidi kuhusu kipawa chako. Baada ya Musa kufanya hivi vyote, Mungu alianza kumwambia Musa, ni nini umeshika mkononi mwako?
Tumia hii kwa mkono yako. Kila mara Musa alikuwa anaongea na Mungu. Kama kuna mtu kwa Biblia hakuwahi chukua hatua kwanza, alikuwa anauliza Mungu kwanza, ni Musa. Sasa zingine kwenda Bible school inakuepusha nafasi ya kwenda kumuuliza mwenye amekutuma utachukua hatua gani. Tayari uko na njia 10 ya kujaza kanisa, njia 5 ya kufanya finances increase kwa kanisa. Lakini Musa hakwenda Bible school, na kwa sababu hakwenda Bible school alikuwa amechawa na mwenye amemtuma. Kila mara chochote kingetendeka, Musa hakuwa anachukua hatua. Unajua Mungu alitumia Musa sana kule Misri. Unajua hiyo peke yake ilipotosha Musa akuwe na kimbelembele ya kusema si Mungu ndiye amekuwa akinitumia. Akifika kwa bahari ya Shamu akimbie na kimbelembele yake, aseme Mungu amenitumia. Unajua ilipaswa kuwa hivyo. Lakini kila mahali Musa alifika alikuwa hachukui hatua. Alikuwa anaenda ongea na Mungu. Wakikosa maji Musa hakukimbia mbio. Enda uangalie maisha ya Musa, alikuwa anamwendea Mungu. Ni kwa sababu gani? Kumjua ambaye amekupea kipawa ni ya maana sana kushinda kujua kipawa ambaye uko nacho. Kwa sababu basi yeye ndiye anajua hicho kipawa. Kila mara ukimwendea atakupea mwelekeo. Tuko na watu wengi hawapati mwelekeo kwa Mungu, wanapata mwelekeo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Verses number 10, tusome verses number 10, the same chapter. Inasema he was in the world. Who? That one was in the world. That one was in the world. And the world was made by him. Huyo neno alikuwa wapi? Duniani. Alafu anasema na nini? Na ulimwengu pia ulifanywa kupitia nani? Kupitia yeye. Kwa hivyo kilichoonekana, nafikiri ni mstari wa 5 ama ni mstari wa 4. Mstari wa 4 inasema aje? In him was life and the life was verse 3. All things were made by him, and without him nothing was made that was made. Nataka uangalie hiyo. Vyote vilifanyika kupitia yeye, na hakuna chochote kilichofanyika pasipo yeye. Haya basi, kwa sababu alifanya vyote, tunaona mstari wa 10 ya kwamba alikuwa kwa huo ulimwengu ambaye yeye ameifanya. Alafu anasema ya kwamba na huo ulimwengu ambapo alikuwako ni yeye alifanya huo ulimwengu ikakuwako. And the world did not know him. Na hiyo ulimwengu ambaye amekuwa kwa hiyo ulimwengu ambaye ndiye ameileta, hiyo ulimwengu haikumjua. Ni vibaya sana kuokolewa. Yesu alikuja akateswa, akapitia mateso ya aina nyingi mbalimbali kwa ajili yako. Umeokolewa kwa jina la Yesu. Yesu amekubariki, amekusamehe dhambi, amemwaga damu kwa ajili yako, amekuleta umbali wote. Mahali umefika ni amekusaidia. Alafu ya mwisho haumjui. Bwana asifiwe. Hebu saidia mtu from scratch mpaka afike kujiweza, alafu akudharau, alafu akose kukutambua. Utafeel aje? Utatudanganya, unajua nitenda mema enda zako. Kuna zingine sikutenda mema na kuenda zako bwana. Kuna mwingine ukiangalia mahali umemtoa hata mahali amefika, asipokutambua na aguoni, kuna utafili kabaya. Sisi ni wanadamu. Ni vizuri kutambua mtu mahali anakusaidia. Nasema ni vizuri kutambua mtu mahali anakusaidia. Now there are people who are coming with knowledge ya kusema ya kwamba your parents sio responsibility yako. That's demonic. That's very demonic. Huyo mwenye aliongea hivi na kutumaini kijana.
Nafikiri hata ana watoto. How comes mama yako alijinyima? Unajua kuna wengine hapa wazazi wenu hawakuvaa vizuri. Hiyo ni sacrifice. Ali sacrifice mavazi yake wewe usome. Vile saa zingine wengine wenu hapa mna sacrifice vitu zingine. Sometimes napatiwa gifts hapa kwa church. Napatiwa gifts, napaa kwa njia ya pesa. Sini yangu? Sini gift yangu? Ambia pastor please, enda ujienjoy. Yote naenda na mwaga kwa shule. Na mwagia mtu kwa shule. Nikwambia naenda kuhubiri. Wiki mzima umechoka pap. Mapatiwa 30,000. Hata hujatoka. Yote wapi? Shule. Hata hujanunua kaviatu. That's sacrifice. Alafu siku ile utakuwa mkubwa, mimi nimezeeka, si ndio? Nimeenda village, nimetulia. Ndio nakuja kusema, pastor, dad, wewe sio nini? Responsibility yangu, jipange. That's demonic. Hiyo ni kuniambia ya kwamba hautambui mimi ni mzazi wako. Na unitambui baada nimekupeleka mpaka university umegraduate wewe daktari. Ndio nakuja kuongea hivyo. Nataka uende utafakari John chapter 1 verse number 10. Angalia vile Mungu amekufanya. Anza kwa kukusamehe dhambi. Angalia vitu yote umejua. Mimi nakaga chini na angalia pia. Kando na kwenda mbinguni, wokovu umenipatia faida kubwa hapa duniani. Sio pesa, sio chakula. Maisha ninayoishi na jinsi nilivyo ni faida ya kuokoka. Maisha yangu, mwili wangu, jinsi ilivyo sasa ni faida ya kuokoka. Kama singeokoka, sidhani kama mwili yangu ingekuwa jinsi ilivyo siku ya leo. Sijui kama kuishi kwangu kungekuwa jinsi ilivyo siku ya leo. So kando na kuokoka niende mbinguni, hii wokovu Bwana imeniepusha na mambo mengi ambayo yangeleta uharibifu kwa moyo wangu. Niko na faida nyingi za kimwili ambazo nimezipata kwa ajili tu ya kuokoka. Kuokoka kulinisababisha mimi sijawahi kunywa pombe iliyoingia kwa mdomo wangu. Kuokoka kulinisababisha chochote, unajua sijatoto naendaka disco sijui watu na kuokoka yote iliniepusha na hiyo vitu yote. So kama singeokoka ningekuwa huko. So kando na kuokoka kwenda mbinguni, hii mwili yangu ya dunia imefaidika na kuokoka. Nakutana na wengi tulisoma na wao, nakutana na wengi tulicheza na wao, ukiwaangalia unastaajabu. Wengi wamekuwa maguka, wamezeeka, maana ulimwengu inaharibu your physical body. Ulimwengu inasababisha unachapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama sikuokoka, wanaume wananyamaza na vitu zao sana, inaharibu mili yao, inawapatia mauzo mbaya. Mimi nakujaga chachu wapendwa, na furahi, nasoma neno linanitia moyo, inasababisha mwili wangu una respond vizuri, unahisi vizuri. Najaribu kuangalia leo unapoondoka hapa, enda andika faida za wokovu zenye umepata. Faida za kiroho na faida za kimwili. Kama singeokoka leo singekuwa mhubiri. Nabadilisha maisha ya wengi siku ya leo. Napigiwa simu kutoka mbali. Hiyo zote ni faida za wokovu. Ni nani amenifanyia yote? Ni Yesu. Amenisamea dhambi? Ni Yesu. Hizo zote Yesu. Alafu mwishowe nifanye nini? Niko na yeye lakini simjui. Unafikiria Yesu anafeel aje? Hiyo ulimwengu ilifanyika kupitia yeye. Akakuja kwa hiyo ulimwengu. Hiyo ulimwengu kufanya nini? Haikumjua. Na sasa kwa sababu haikumjua, natumai ulimkataa. Natumai kwa sababu haikumjua, haikumwamini. Hata mimi huwa na feel vibaya wakati mtu anaanza na mimi kwa kuokoka. Anaokoka chini yangu, ninamleta, anabadilika, namleta. Mpaka nafika mahali anakuwa kiongozi wa kanisa. Mwishowe anabadilika, anakosa kunitambua. Hata mimi nahisi vibaya. Nafanya kazi ya Mungu ndio, lakini kuna kitu nimefanya kwa maisha ya mtu.
How comes nikimwangalia vile alikuwa mara ya kwanza, nikimpush kuomba, nikimfanyisha counseling kwa ofisi, nikimsaidia kujua maandiko, mpaka amekuja, mpaka amekuwa na kipawa. Jana ama ni Jumapili nilikuwa napendua gari. Kijana mmoja akapita akanisalimia. Huyo kijana nimetoa mbali bwana. Huyo kijana nimesaidia, nimebadilisha mpaka kufanya vitu mingi. Nilikaa na yeye miaka mingi. Najua alipita hapa tu napendua gari na akapita akaenda. Nilifeel vibaya. Maana ninasema ametoka ndani ya. Nakumbuka vile Daudi aliongea na uchungu kuhusu Absalom. Aliongea akasema aje? Mtu ametoka kwa kiuno yangu. Hivyo ndio Daudi alisema. Kijana tu ametoka kwa kiuno yangu, ndiye anataka kunioa. Wewe unafikiria Daudi akiongea hivyo aliongea na uchungu? Mtoto nimelea, nimehangaika na yeye, nimeteseka na yeye, mpaka imefika mahali sasa mtoto amesimama, imefika mahali anataka kunitoa kwa kiti. Ni kwa sababu hanitambui mimi ni baba yake. Daudi alihisi vibaya. Kuna watu umesaidia hata kwa biashara. Kuna mtu alikukujia akakwambia biashara nimeenda, akitunisaidia na 5,000 nianzishe biashara, itaamka. Leo biashara yake ikoje? Iko sawa, si ndio? Kuna mahali anakutambua, hautafeel vizuri, utahisi vibaya. Ukiona ya kwamba yeye ni matokeo yako, ukiona ya kwamba huyu mtu mahali amefika ni kwa sababu ya mimi, na hata kama ni Mungu, maana kila mtu Mungu hutumia mtu kufikia mtu. Basi Mungu alinichagua mimi kukufikia. Na kwa sababu Mungu aliona anitumie kukufikia, nibadilishe maisha yako pia wewe vizuri, pia unione mimi. Hata mimi kwa sababu Mungu aliniona, hata wewe Bwana niheshimu. Na useme nashukuru kwa sababu ya huyo mtu. Mimi nilitoka Mombasa 2004. Nilipotoka 2004, sasa kwa sababu sikuja kuwa pastor, nikaendelea vitu zangu na mawazo ya bishop yangu ikapotea hivyo. Na hiyo ikaisha hivyo. Nikakaa miaka mingi tena sana. Karibu 15. Karibu ngapi? 15. Nikaenda kuhubiri Mombasa. Nilipoenda kuhubiri Mombasa, nikapatana na kijana mmoja tulikuwa naye kwa bishop yangu. Akaniambia nasema nikupeleka usalimie Bishop Musili. Nikamwambia nani? Bishop Musili. Twende. Tukaenda. Kuanzia siku hiyo sijui ilikuwa 20 what. Sijamwachilia mpaka wale. Kila mara ninamtaja, kila mara ninamuongea, kila mara ninamtaja. Maana nilijua vile mapasta wanavaa kwa kumuona bishop yangu vile anavaa. Nilijua pasta anapaswa kufunga na kuomba, niliona kwa Bishop Musili. Kuna vitu vingi tu vyote unaniona tu ninafanya ni yeye. Hata nikiingia hapa ninaanza kuimba kwanza, it's Bishop Musili. Maana katika udogo wangu nilikuwa niliona mhubiri akipanda anahubiri kwanza, anaomba imba kwanza ndio anahubiri. Anaimba kwanza na pili. Na mimi lazima niimbe ndio nihubiri. Enda umwangalie hata saa hii anaimba ndio anahubiri. Enda umwangalie mpaka saa hii yeye is ever smart. Miaka yake yote tangu nimekuwa mdogo mpaka sasa nimekuwa mtu mzima. Hiyo miaka yote nimefika. Imagine nilikuwa na Musili nikiwa na miaka 10 na sasa niko na 40 na. Vile nimemuona mpaka leo anafunga, vile anavaa, ame-maintain kila kitu. Nikijiangalia huwa namuona yeye. Na kweli nikienda kwake huwa ako proud sana kunihusu mimi. Kando na makanisa yake yote na watu wake wote, akiniona mimi roho yake imetosha. Kwa sababu huwa anajiona ndani yangu. Vile nafanya, vile nahubiri, vile na nini, kila kitu akiniona anaona yeye. Mpendwa, ninaishi nikimtambua. Ninaishi nikimtaja. Kwa sababu Mungu amemtumia yeye kunifanya jinsi nilivyo na mahali nimefika. Leo niinue mikono nimsahau. Kama mwenzangu Evangelist Ezekiel, tulikuwa naye kwa Bishop Musili. We were together with Evangelist Ezekiel. Ezekiel amenichezea keyboard. Mimi nikihubiri Ezekiel ahubiri akitoka SPN namuona tukihubiri Tononoka anaokoka.
ninamuona. Tumekuwa naye Chandari hall. Kazi ya kwanza mwezi yake kuja mpatie kwaya. Ndio namuona anajua kuchezesha voice na kwa kuimba kwa perfect. Alitoka SDA. Tumekuwa na yeye. But siku hizi naona namtambua nani? Bishop Musili, Bishop Muira. But mimi najua mahali tumetoka. Sisi ni watoto wa fulani. Nakuja kuongea na wewe. Mtu yoyote kuna kitu tu amefanya kwa maisha yako, tafadhali tambua yeye. Vitu tunafanyia wazazi wetu ni kwa sababu tuko jinsi tulivyo kwa sababu pia ya wazazi wetu. Kuna sehemu kubwa wamefanya kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Unajua, alafu tumalize, simama juu alafu tumalize. Nafikiri tutasoma kesho unikumbushe. Hebu andika Numbers 14. I think it should be Numbers 14. Andika chini alafu kesho unikumbushe tuchukulie hapo. Ni kwa nini Mungu aliamua akasema hawa watu wote watakufia wapi? Jangwani. Ni kwa sababu gani? Kutokumtambua Mungu. Mpaka Mungu anambia Musa, hii safari yote nimetoa watu wote mpaka sasa bado hawaniamini. Yaani kwa sababu imesemekana usipoamini maneno yangu amini nini? Kazi. Usipoamini pia amini nini? Simuangalieni pia kazi ambayo imefanywa kwa maisha yako. Angalia kazi ambayo Mungu amefanya kwa maisha yako. Wapendwa, itakuwa vibaya tuendelee na huyu Mungu, tunamwabudu, tunamwimbia, tunamfanyia vitu yote na hatumjui. Nilikuambia usipomjua, tutasoma chini, hautampokea. Na kuna nguvu katika kumpokea. Kuna nguvu katika kumjua. Ombi langu ni hili, ya kwamba tukue katika kumjua Mungu tuliye na yeye. Najua amefanya makao pamoja na sisi na miili yetu ni hekalu yake na roho wake anakaa ndani mwetu. Sasa ni sisi tufanye bidii tumjue huyu Mungu ambaye ametufanya kuwa hekalu lake. Tumjue. Kumjua ndio kunatubadilisha, sio kukua na yeye. Hello. Kukua na yeye hakukubadilishi. Kinachokubadilisha ni nini? Kumjua yeye. Inua mikono yako kwa dakika moja pia mwambie Mungu asante kwa sababu ya neno lake katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Utukuzwe na uinuliwe Mungu wa baraka. Upewe sifa Bwana na upewe utukufu katika jina la Yesu. Tunakuinua Bwana. Tunakupa sifa Bwana. Tunakupa utukufu Bwana. Tunasema wewe ni mwema. Baba, andiko linasema na wakati wa mwisho watu watakuwa na njaa na kiu ya neno lako. Ombi letu tunapomalizia mwaka ni kuwa na njaa na kiu ya neno lako. Tunapomalizia mwaka ni kuwa tunaomba kuwa na njaa na kiu ya neno lako. Baba wa mbinguni, utukuzwe Bwana na uinuliwe na upewe sifa Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa wewe ni mfalme. Pokea sifa na pokea utukufu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Ndio mwenzako mwambie usikatae neno. Situmeona vile tunakataa neno. Usikatae. Mungu akubariki. Mtazamaji wangu, pia niseme umebarikiwa sana kuwa pamoja na sisi. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha kuelimishwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakutakia kumaliza mwaka vizuri katika jina la Yesu. Na tunakutangazia na mapema tunaenda kukua na makesha mkubwa hapa 31st. Tunakuwa na makesha wa baraka sana. Tunakukaribisha na mapema hii katika jina la Yesu. Share video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine. Kutoka kwako ni mimi wako Apostle PM Simim, Voice of Fire. Amen. Amen. Shika sadaka zako tukamilishe ibada za leo unapoelekea nyumbani katika jina la Yesu. Kumbuka